Na kwa sasa moja kwa moja tunaitazama taarifa ya wananchi Young Africans, ambapo habari kubwa ni kuhusiana na ligi kuu ya NBC Tanzania bara inatarajiwa kuendelea tena kesho kwa michezo miwili kuchezwa katika viwanja tofauti tofauti hapa nyumbani, ambapo vinara wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara wananchi Young Africans watakuwa ugenini mkoani Singida, wenyewe wanapaita Singapore, wakicheza na Singida Black Stars. Yanga wataingia katika mchezo huo wakiwa wametoka kupata suluhu ama sare tasa katika mchezo wao uliopita dhidi ya watani wao wa jadi Simba. Hivyo watapambana kwa chata na tamwa ili kuweza kuona wanapata ushindi katika mchezo huo na kuendelea kukaa kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu kwa tofauti ya alama nyingi zaidi. Lakini upande wa pili wa shilingi, kwa maana ya Singida Black Stars, wao pia walipata ushindi katika mchezo wao uliopita wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wa Airtel. Hivyo wamejipanga kupata ushindi kwenye mchezo huu ili waweze kusogea nafasi za juu kwenye msimamo wa ligi. Mipango yao na matarajio yao ni kuona wanakaa kwenye nafasi tatu za ligi ama nafasi tatu za juu kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Michael, Singida Black Stars baada ya kupata ushindi katika mchezo wao uliopita, mchezo wao unaofuata dhidi ya wananchi Young Africans, na Yanga wamefika Singida. Singapore. Singapore. Na lazima ichezwe. Na mechi lazima ichezwe. Labda litokee jambo kubwa sana ambalo linaweza likaathiri mchezo huu. Yanga ambayo imekuwa na ombwe la wachezaji wenye majeruhi. Anamzungumzia Nixon Job hata kuwepo kwenye mchezo huo. Miongoni mwa wachezaji wengine ni pamoja na Clement Mzize, hayupo kwenye mchezo huo. Sina hakika na Pacom naye pia hayupo kwenye mchezo, hajasafiri na timu. Wachezaji wa Singida pamoja na Frank Asinki hata kuwepo kwenye mchezo huo kwa sababu ya kanuni, kama ambavyo msemaji hatacheza kwenye mchezo huo. Pale chini Mohamed Damaro Kamara hata kuwepo, sio tu kwa sababu ya ameenda kwa mkopo, lakini pia ana adhabu ya kadi tatu zile za njano. Ukitoka hapo pia Yanga wanachezaji wengi wanakosa. Dube ingia toka naye, sio? Anaweza Dube yuko fit. Bado wanasema kuna au ni mind game. Siasa ya mpira. Siasa. Kwenye mpira kwa kuna siasa pia. Kuna siasa zake nyingi. Miongoni mwazo ni pamoja na hiyo. Na hizo na nyingine lakini Diara atakuwepo, Zimbo Junior atakuwepo kama kawaida, Izra Mwenda kama kawaida, na wachezaji wengine ambao wamesajiliwa. Shehani Ibrahim mechi yake ya mwisho pale KMC alipiga mtaimbo wa maana kweli kweli. Kocha, hebu tuzungumze kitaalam zaidi na kiufundi zaidi, ni mechi ya namna gani? Namuona Yao Kwasi Toula Jeshi naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wako tayari kwenda kupambania. Mchezaji mwingine ambaye atakosekana ni pamoja na Shedrack Isaka Boka Mayday. Ameonekana naye kuwa na majeraha, au na yenyewe pia siasa. Hakuwepo kwenye mechi iliyopita, kwa sababu ya majeraha. Vipi, amesafiri na timu? Sasa kwa mjibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba wachezaji ambao wamebakia ni Pacome Zouzoua, Dickson Job, Clement Mzize ambaye obviously tunajua yuko South Africa kwa matibabu. Damaro Kamara naye amebakia kwa sababu hata akienda naye hatatumika. Kazi bure. Kwa sababu ana adhabu, akienda ni maana yake ameenda labda kusalimia ndugu jamaa na marafiki ambao au kuiona timu yake inavyocheza, kuangalia boli wachezaji inakuaje, lakini yeye pia hajasafiri. Lakini the rest unaona hata kwenye msafara baadhi ya sura za wachezaji zinaonekana zikiwa zimeambatana na timu kuelekea Singida kwa ajili ya mechi. Lakini kwa wachezaji ambao wana wakosa, unaweza kaona Dickson Job ndiye latest ambaye amepata majeraha kwenye mechi ya mwisho ambayo amecheza dhidi ya Simba na aliumia kipindi cha kwanza, nafasi yake ikachukuliwa na Bakari Nondo Mwamnyeto. Maana yake ni kwamba kama kanuni zinawabana Yanga kumtumia Frank Asinki, ina maana Yanga atabakia na walinzi wawili wakati ambao wanacheza regularly pamoja na Azizi Andabwile pia na muda. Azizi Andabwile ambaye mara kadhaa amekuwa switched kwenye na hiyo nafasi. Lakini pia kuna yule mlinzi kutokea Zanzibar ambaye alimsajili disha kubwa la usajili. Ambaye hajapata nafasi sana ya kucheza na ni mchezaji mzuri sana. Lakini ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kuimudu nafasi. Alicheza kwenye Mapinduzi kama unakumbuka. Of course. Kwa hiyo unaweza kuona pengine ni pengo la namna hiyo ambayo anaweza kalipata, lakini kwa Pacome Zouzoua
tangu alipopata majeraha kwenye mechi ya ligi ya mabingwa, na amekosekana kwenye mechi muhimu dhidi ya Simba Sports Club. Na kuna baadhi ya moment kwa jinsi ambavyo timu ilikuwa inacheza ulikuwa unaona kama unamhitaji yeye kiwanjani, kwa maana ya kutamani kuona kasi yake, ubunifu ambao amekuwa nao, uwezo wake wa kukokota mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuwapa tabu pia walinzi wa timu pinzani kwamba kuna mtu ambaye atakuwa anakufuata kwa ajili ya kukupa haikaeka kwenye kumzuia. Amekosekana pia kwenye mechi hiyo, na pengine pia anakosekana kwenye mchezo huu. Na ukijaribu kuangalia kwa Yanga kucheza dhidi ya Singida Black Stars, kuna baadhi tu ya mechi ambazo ulikuwa unaona Singida amewapa Yanga wakati mgumu. Ikiwa ni pamoja na mechi ambayo alicheza mara mwisho Zanzibar, ambayo goli alifunga Pacome Zouzoua, goli moja pekee ambalo alifunga Pacome. Alipiga shuti nje hivi ya 18. Unaizungumza Singida ya Patrick Ausems. Yes, Singida. Mchebe unapepea namna hii. Mchebe ukiwa unapepea, na baada ya pale ya kudumu sana akaondoka. Unataka kusemaje yani? Unasema baada ya pale ya kudumu sana. Baada ya ile shughuli ambayo ulikuwa naionyesha wewe. Ngoja bwana. Huyu ni kocha ujue. Yaani anataka kusemaje? Yaani na wewe ni mchambuzi ambaye tunakutegemea. Na mimi ukiniambia niweke wachambuzi wangu watatu nchi hii, wewe unakaa kwa maana. No, sikutengeneza. Yaani unataka kusemaje kwamba hilo analijua. Baada ya pale Patrick Ausems hakudumu kwenye timu na maisha. Kudumu kwenye timu akaondoka zake, lakini huo mtego wako na ujua. Kwa hiyo ninachojaribu kuangalia ni kwamba huo mtego unanitengeneza. Kwa hiyo inawezekana kwenye kuiangalia mechi hii, Yanga kirejea kwenye mechi ya mwisho ambayo alikutana, mechi za hivi karibuni ambazo wamekutana dhidi ya Singida, watasema labda tunategemea kuona test ile ya ushindani ambayo itapatikana, lakini na sio kwamba wewe binafsi huoni kwamba ni mechi mchekea, mechi nyepesi. Singida yenyewe pia inaonekana kama ipo unga sana. Mechi ya mwisho dhidi ya Coast wameshinda goli moja kwa sifuri. Nafasi ambayo ilitengeneza zilikuwa chache, goli ambalo walifunga lilikuwa moja, lakini utaiona Singida ambayo imekutana na timu kadhaa huko nyuma inafungwa kawaida. Yani mimi binafsi sioni kama mechi ngumu. Inawezekana ukawa unajaribu kuangalia kile ambacho Singida wamekipitia kwa siku za karibuni. Na mimi pia naweza nikaa naelewa kile ambacho nakimaanisha, kwa sababu mimi pia ni miongoni mwa watu ambao naamini Singida ni miongoni mwa timu ambazo zimeshindwa kutengeneza consistency au kutengeneza ile fear factor kwa wapinzani wengi ambao wanacheza against Singida Black Stars. Na hata juzi pia nilisema hivyo kabla ya mechi yao dhidi ya Coastal Union, kwamba inawezekana wapinzani wengi ambao kwa sasa wanaenda kucheza dhidi ya Singida Black Stars wakawa naamini kwamba tunaweza tukapata kitu chochote muda wote. Na ulikuwa unaona kwenye mechi dhidi ya Coast kwa mfano, jinsi ambavyo Coast walikuwa wanacheza, mara nyingi walikuwa wanafanya vitu vyao katika hali ya usahihi na wanafanikisha mpaka tukio lao la mwisho ambalo walikuwa wanalifanya kwenye mchezo. Andrea, tunakubaliana licha ya kwamba Yanga wamekuwa na wachezaji wengi sana wenye majeruhi na wachezaji muhimu sana kwenye kikosi chao, dhidi ya Singida Black Stars bado si mechi ngumu kwa Yanga. Kwenye wakati mwingine historia inasema hivyo, kwa sababu katika mechi 6 walizokutana zote Singida kapasuka. Zote kapasuka Singida. Naona, kwa hiyo unaona ni kwamba ni wana mlima wa kuja kudhibitisha, na meneja wao na nani Othman Najal amesema kwamba anataka kuivunja hiyo rekodi. Umeona anataka kuivunja hiyo rekodi, kwamba kuhakikisha kwamba ni mechi ngumu, lakini anataka Singida ibadilike, waonyeshe kitu kipya, na hicho ndio ambacho labda tunategemea kwenda kukiona kesho, kwamba anakumbuka lakini kilichotokea kwa watangulizi wake. Sasa Michael katoka kusema na nikana muuliza Michael, una maana gani? Yani unamaanisha kitu gani? Kwa hiyo Othman Najah tumempa tahadhari kwamba atakiwa kukaza. Yani Othman Najah hapana, mwache ya kazi. Othman Najah nilikuwa namuuliza Michael, unamaanisha nini unavyozungumza kitu hiki? Othman Najah anakwenda yeye anasema malengo yake ni kwamba anataka kuvunja rekodi na kubadilisha historia. Sasa Michael, umezungumza kiwango bora cha Singida dhidi ya wananchi Young Africans. Ni mechi ambayo ilichezwa katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, mechi ya juzi ya nusu finali ambayo walifungwa goli moja. Na ni kweli kiuhalisia kwamba ile mechi Patrick Ausems ulikuwa uchebe unapepea namna hii, lakini ukasema baada ya hapo maisha ya uchebe yakaisha. Lakini mechi ya juzi ya nusu finali ya kombe la Mapinduzi ilikuwa mechi ilikuwa nzuri. Umezungumza nini hapo? Ilikuwa mechi nzuri, mechi ya kombe la Mapinduzi.
alafu akafungwa Singida goli moja, Yanga kaenda mbele, akaenda akachukua ubingwa. Licha kwamba ilikuwa mechi ya mapinduzi, lakini matokeo mwisho siku alikuwaje? Amekufa. Ndio maana nikasema katika mechi za mashindano tofauti zote Singida amekufa. Kwa hiyo ni mechi ambayo anamuuliza Michael Yera, Singida anakwenda Naja. Wewe unamtishia na Othman. Mimi simtishi. Mwacha Othman apange kosi chake amalize. Sasa mimi nimemtishaje? Mimi najaribu kuwauliza. Mimi sina ninachokijua. Najaribu kuwauliza nyinyi wachambuzi, mtusaidie. Na mimi niwewe nafasi ya watu ambao wako nyuma ya pazia, wako nyumbani kwa wanafuatilia. Nini ambacho kimekuwa kikiwasibu Singida michezo 6 kama ambavyo wanazungumza wamepasuka. Na nasema kwa sababu Osman ana mpango mpya wa kutaka kubadilisha historia, kwa sababu kwa historia kwa hiyo kwenye timu wakati mwingine na inaondoa umuhimu na ushindani wa timu kwenye mashindano. Kwa hiyo naamini kabisa Singida watakuja kwenye mchezo huu wakiwa na jambo hilo, kwanza kuhakikisha kwamba wanaondoa historia chafu iliyokuwepo na kutengeneza jambo jipya, na ile kuondoa ile kuonekana wao ni tawi. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu kuna nini unatengeneza mazingira ya kuondoa kama sisi sio tukimpiga vizuri huyo atasema sisi sio tawi, sisi ni timu ambayo ipo hapa kwa ajili ya kushindana. Yaani kuna namna ni kuchapwa vizuri. Utasema atafika. Kwa hiyo nadhani Singida wana mtihani mkubwa. Kumekuwa kuna hiyo notion au hiyo dhana. Hiyo dhana kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya matokeo ya aina yake. Na inaangaliwa Singida ikichezwa dhidi ya Yanga na Singida ikichezwa dhidi ya Simba. Unajua ndio timu zetu mbili ambazo watu wanapimaga wewe ni uko sehemu gani. Na Singida aliwatoa wale Simba wale kwenye mchezo wa nusu finali ile. Walipiga goli 3, sio 3 yani 3 safi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wakati mwingine ndio haya maneno yanakuja kwamba hawa bwana mbona wakicheza nao kidogo wanakuwa wepesi. Na kuna hizi nyingine za wachezaji kuruhusiwa kwenda kirahisi kwenda kuhamia Yanga kutokea Singida. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yanafanya hii mechi wakati mwingine watu sasa bwana ataenda kushinda. Lakini naamini kocha manager anakuja na kitu kipya. Kwamba anataka kuhakikisha kwamba Singida inarudi. Na wachezaji tumeona kwenye mechi zake za kombe la shirikisho alikuwa akipanga timu, inaona timu inacheza vizuri, inakiwa kama wataonyesha kiwango kile walichokicheza dhidi ya Stellenbosch wana nafasi ya kuja kuwapa changamoto Yanga. Na kama wataonyesha kiwango walichokionyesha mbele ya Mangush dhidi ya Coast watakuwa na mtihani. Japokuwa Yanga wenyewe kidogo kama wameteteleka kutokana na hao baadhi ya wachezaji kutokuwepo, lakini bado Yanga ina wachezaji wengine wanaweza kufanya jambo. Una pressure yoyote kuona pengine mechi hii labda inaweza Yanga akafungwa? Dakika 90 zitaamua. Achana dakika 90. Unaona? Mtazamo wako. Kufungwa kwa Yanga sipaoni sana kwa sababu kwanza ila kufungwa Singida unaona inawezekana. Ala. Kwa sababu tunasema Yanga anajua mpinzani wake anakuja hapa nyuma yake. Na japokuwa Simba ana bahati wiki hii hatakuwa na mechi. Umeona? Lakini angekuwa na mechi na maana kwamba angezidi kumsogelea. Na kile alichokionyesha Yanga kwenye mechi dhidi ya Simba kilileta maswali mengi. Hasa watu wakiwalaumu kwamba wamecheza chini yake. Na tuliona mechi yake dhidi ya Namungo alivyolaumiwa, aliyefuata baada ya pale JKT akachezea 5 safi. Kwa hiyo nadhani hiyo ni maswali ambayo kocha Pedro anakuja nayo, anataka kujibu kwamba hii mechi hatukuwafurahisha mashabiki wetu kwa sababu hatukutengeneza nafasi nyingi, hatukufunga mechi dhidi ya mtani. Tunakwenda kucheza dhidi ya Singida. Sawa, tutarudi kwako pia Andrea Kinga Mkono. Lakini kikosi cha Singida Black Stars nacho kimekuwa kikiendelea na maandalizi yake kikijifua kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu dhidi ya Wananchi Young Africans, mchezo ambao utachezwa siku ya kesho katika uwanja wa Airtel mkoani Singida. Zagalo huyu ni meneja wa kikosi cha Singida Black Stars, tukasikia kile ambacho anakizungumza. A little bit too much in the challenge. Uzuri kama sisi Singida kama Singida tunachukulia mchezo wa Yanga kama michezo mingine, kwa sababu mchezo huo una alama 3 na michezo mingine na alama 3. Kwa hiyo tunachukulia mchezo kama wa kawaida na maandalizi yanaendelea vizuri. Muhimu kwenye mchezo huu ni kukusanya point, kwa sababu kama unavyojua tuna vipolo vingi. Kwa hiyo umuhimu mkubwa ni kuhakikisha sisi tunapata point 3 ili tuweze kusogea juu zaidi, kwa sababu yapo malengo ambayo tumejiwekea kuhakikisha tunaingia kwenye top 3, top 4 na kisha tunakuepo. Kwa hiyo kama ukusanyi point maana yake unaweza ukashuka chini zaidi. Tunaomba support yao, waendelee kutusupport kwa kipindi hiki. Tupo hapa Singida, tunawakaribisha Singida waje kwa wingi katika uwanja wetu wa Airtel, waje waishangilie timu yao na tuweze kuirejesha timu yetu katika top 3 kama tulivyofanya msimu uliopita. Alhamdulillah, point 3 lazima zibaki hapa kwa sababu tunahitaji point 3 ili tuweze kujihakikishia kushiriki top 3, top 4 mashindano ya kimataifa msimu unaokuja. Kwa hiyo tunahakikisha timu yetu idondoshe point kwa kipindi hiki. Sababu mimi ni mshabiki wa Singida, siwezi nikakubali bwana watoke na kwenye uwanja wetu hapa na matokeo ya point 3.
haiwezekani. Kwa hiyo mimi bwana, naombea timu yangu ya nyumbani hapa ipate matokeo mazuri, ipate magoli mengi, mchezo uwe mzuri pia. Mimi kwangu tafurahi. Ila sisi tunajiamini na tupo vizuri na tumejipanga kwa mchezo. Yanga sio kwamba tunaogopa, hapana. Tunacheza nao dakika 90 vizuri kabisa na tutatoka na matokeo mazuri. Tumeanza kumsikia Zagalo Chalamila ambaye nilikwambia ni meneja. Hapana, huyu ni mratibu wa kikosi cha Singida Black Stars. Singida ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na vyeo vingi. Viongozi wengi sana Singida. Kianza kujiuliza Tambwe ni nani? Meneja wa timu. Alafu kuna meneja Najat ambaye ni meneja mkuu sasa. Alafu kuna kocha. Yuko pale. Kocha nani? Auma. Mswanzulimo ni nani? Mkurugenzi wa ufundi. Tumemsikia pia Suleiman Abdallah ambaye ni shabiki wa Singida Black Stars, lakini kwa sasa bado tupo Singidani. Baadhi ya mashabiki wa Yanga wameelezea maoni yao kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu kati yao na Singida Black Stars, mechi 5 katika dimba la Airtel Stadium mkoani Singida, na tayari wananchi wamewasili mkoani humo wakizungumzia maandalizi yao. Tukawasikia mashabiki nao wanasemaje. Sisi kama tawi la Yanga mkoa wa Singida tumefanya hamasa kila sehemu ya mkoa wetu katika matawi yetu yote. Mchezo tutategemea utakuwa ni mgumu kwa sababu ligi na ushindani na Singida nao tupo katika harakati ya kutafuta ubingwa. Hivyo sisi kama Yanga ni wakubwa. Tunategemea lazima tutapata ushindi kwa sababu tuna timu bora, timu yenye uwezo na timu yenye kila kitu. Kwa hiyo sisi kama mashabiki na wapenzi wa Yanga tunaamini timu yetu itatufurahisha. Kwa sababu timu zote zina wachezaji wenye kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo tufurahie burudani katika uwanja wa Airtel mjini Singida. Ni shangwe la kutosha. Kwanza watakulamba asali na kuku pia watakula kwa wingi. Kwa hiyo kila laheri, tunawatakia Yanga yetu ushindi mnono. Ni furaha kubwa. Mashabiki tumejipanga, tuko vizuri. Tunaipokea timu yetu leo hapa Singida. Kwa hiyo nawakaribisha sana mashabiki wote, wananchi wote wa Young Africa. Machi 5 mchezo utakuwa ni mzuri na kikubwa tupate pointi 3. Pointi 3 hapo ni muhimu, uhakika. Wananchi hao wakitamba, wakiamini wanakwenda kuzibeba alama 3 muhimu hiyo siku ya Machi 5, yani kesho. Leo ni Machi 4. Mwezi unakimbia? Mwezi hawezi kukimbia kaka. Au nenda taratibu? Au uendi? Saizi hauendi kwa sababu bado sifuri zinasoma nyingi. Hauwezi kukimbia wala hauwezi kuenda. Bana, tuzitazame takwimu kuelekea kwenye mchezo huo, lakini kuna swali ambalo najiuliza sana. Uwanja nimeutazama hauna majukwaa Uwanja hauna majukwaa na mashabiki wameitwa kwenda kushuhudia mchezo. Watasimama. Yaani ya mambo ya shamba la bibi enzi zile ndio ilikuwa mambo ya mashabiki kule, unasema walikuwa wanasimama. Kama Mtozi itampendeza anaweza akatuletea ile picha ya pitch tuone vizuri. Wakati tunaenda kuziangalia takwimu baadaye tutakuja kuona ile pitch. Najiuliza Yanga na Singida si watu watakuwa wengi sana. Afu uwanja una majukwaa sawa. Bana, hizi ni mechi 5 zilizopita za Singida Black Stars. Kama ambavyo inaonekana hapo, Singida walishinda goli 1-0 dhidi ya Coast, wakapata sare ya 1-1 dhidi ya Namungo, lakini tukaishuhudia Singida ikichomoza na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Mtibwa, na Singida pia ikashinda bao 1-0 dhidi ya Fountain. Singida pia walipoteza bao 1-0 mbele ya Mafande JKT Tanzania. Kocha Michael Hiera, fomu ambayo ukijaribu kuiangalia unawapongeza kwa sababu wamepata ushindi zaidi kuliko mechi ambazo wamepoteza na mechi ambazo wamepata sare. Kwa maana kwenye mechi 5 za mwisho ushindi mara 3 na sare mara 1 na kupoteza mara 1. Inawezekana ikawa sio fomu mbaya sana kwao ambao wamekuwa nayo. Lakini unajaribu kuangalia kwenye baadhi ya mechi ambazo walishinda. Inawezekana ni mechi ambazo walishinda lakini unasema walilazimika kung'ata sana meno ili kupata huo ushindi. Sawa. Kwa mfano kwenye mechi ya mwisho dhidi ya Coastal Union Mangush, ilikuwa ni mechi ambayo ulikuwa unaona mpishano ambao ulikuwa kwa kiasi kikubwa mpaka ilipotokea kosa ambalo alifanya mlinzi wa Coastal Union kwenye cross ambayo Imola alipiga. Mlinzi alikuwa na mawazo mawili. Kwanza nitulize mpira afu niondoshe,
au niuondoshe moja kwa moja. Sio bahati wakati akajikuta ameangukiwa na kijani kibichi. Umedondoka mpira mbele yake na kufanya mambo mengi, akashoot akaokota dodo kwenye mpira akafunga, au ameokota dodo chini ya mwiba. Yani hapo sentence tatu unaweza kutumia misemo mitatu. Kuokota dodo chini ya mwiba, ameangukiwa na kijani kibichi, au hii ya mwisho ambao umesema wewe, dodo chini ya mpira. Tulikuwa tunaongelea uwanja wakati Michael anazungumza. Michael, nilikuwa nataka tupate picha halisi ya uwanja huu wa Airtel. Uwanja mzuri sana kwenye pitch. Naamini mimi hiyo siku ya kesho mashabiki wanaweza wakawa wengi sana. Lakini mashaka yangu na wasiwasi wangu ni kwamba uwanja hauna sehemu ya majukwaa. Au ndio hili hoja leo. Yaani hili ndo mimi naiona changamoto nyingine. Ndio utashangaa baada ya mechi bodi inakuja kufungia uwanja. Sasa unajiuliza waliufungulia vipi? Na mimi nilikuwa naamini katika hiki kipindi chote ambacho timu ilikuwa haitumii uwanja wakiwa wanacheza huku nje, haya mambo ya majukwaa nadhani yalikuwa yanaboreshwa. Wangekata ambao tu kwanza. Lakini kama yalikuwa Azam alianzaga na benchi ambao hata nani Samuyo na wenyewe alikuwa na hivyo. Samuyo, yes. Alikuwa na namna hiyo. Kwa hiyo nadhani uwanja mzuri pa kuchezea ni pazuri, lakini pa kukaa watu kusimama, hii ni mambo ya zamani sana, watu walikuwa wanasimama namna hiyo uwanjani. Yaani kwa hali ya mechi hii na kwa jinsi Yanga na mashabiki wao walivyokuwa wengi, naamini mashabiki watakuwa wengi, watashindwa jinsi ya kuwazuia na kuona nini. Kwa hiyo nadhani uwanja mzuri, afu pale nyuma kuna mlima ule. Ukikaa pale kwenye ule mlima bana, unaona mechi vizuri kabisa. Kesho watu watajaa. Jiwe itabidi uliwahi ile. Yaani ile jiwe tu ile inabidi uliwahi. Kwamba sehemu yangu ni hii, nimeshawahi, nimekaa hapa. Ukichelewa tu napo kumejia. Anyway, tuziangalie takwimu za upande wa pili kwa wananchi Young Africans baada ya kuitazama mechi 5 za mwisho za Singida Black Stars. Tuangalie wananchi Young Africans nao kwenye mechi zao 5 za mwisho. Yanga bila dhidi ya Simba, Yanga 5-0 dhidi ya JKT Tanzania, Yanga 1-0 dhidi ya Namungo, Yanga 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji, Yanga 6-0 dhidi ya Mashujaa. Hapo ndo Mashujaa walirovu na kutebwereshwa tebwere. Karibu sana Andrea Kinga Mkono. Kwa hii takwimu inakuonyesha Yanga ni timu ambayo ina safu imara sana ya ushambuliaji. Katika ligi kuu imefunga magoli 15 katika mechi 5. Wastani magoli matatu kwa kila mechi. Naona ni mechi moja tu ambayo hawajafunga goli dhidi ya Simba ambayo imeisha kwa suluhu. Kwa hiyo unaona vile kingine wanajisifia safu yao ulinzi, wameruhusu magoli 2 tu. Umeona? Kwa hiyo tena sio goli moja katika mechi 5 dhidi ya Dodoma. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa rekodi zake inaibeba kwamba ni timu imara, ni timu inayotaka kutetea ubingwa wake kwa mara nyingine. Kwa hiyo huo ndo mtihani ambao mlima ambao Singida watakuwa nao dhidi ya Yanga, kwa sababu kwanza wana safu imara ya ushambuliaji, lakini vile vile wana safu nzuri ya ulinzi, kitu ambacho kwenye ligi kinawabeba sana Yanga katika hii misimu 4 iliyopita mpaka sasa hivi. Iko safu yao imara ya ulinzi na ushambuliaji imewafanya kuwa timu ya tofauti na imejitengenezea mawanda mapana sana katika ligi yetu. Kwa hiyo nadhani hii mechi inawapa bado kuendeleza hiyo rekodi yao, pamoja kukosekana kwa Job, lakini Baka anakuja pale, anakuja kuziba. Tunaweza kusema anakosekana Pakome, lakini unaweza kusema anakuja Buba, amekuja, anaweza akacheza. Hawezi kukupa kile alichokuwa anakupa Pakome, lakini anaweza kukupa. Kuna Okelo, hawezi kukupa cha Pakome, lakini atakupa kitu. Kuna Maxi, unaona. Kwa hiyo ni timu ambayo kuna wachezaji wengi wanaweza kufunga, na Dep na Dube bado wameendelea kuwa wachezaji hatari, wakitumia nafasi zidi ya timu ambazo zinafanya makosa mengi kwenye safu zao za ulinzi. Ni washambuliaji hatari sana kuwaacha wazagae kwenye eneo lako. Kwa hiyo nadhani Singida wana kazi, wakina Kennedy Juma wanakuwa na kazi nzito kuhakikisha kwamba Depo apate mipira ya vichwa anayotaka, apate mipira ya cross, kuhakikisha kwamba apewi huduma kama Simba walivyofanya Dube na Depo wakose huduma kutoka kwa viungo wao ambao ni Mudasiri na Duke Abuya, ambao watu wengi hawaoni watu. Lakini watu ndio wanatengeneza sana magoli ya Yanga kutokana na uwezo wao wa kutembea na mpira kwa muda mrefu na kupitisha pasi kwa washambuliaji wao. Kama watakabwa vizuri wa midfield, basi Singida watakuwa wako salama. Vinginevyo lolote linaweza kuwakuta. Kama watakabwa vizuri na kama watafanya homework yao vizuri sana, Singida Black Stars wana nafasi pia kuweza kuondoka na ushindi katika mchezo wa kesho dhidi ya wananchi Young Africans, na ikawa ni historia nyingine mpya kabisa, hasa kwa kocha ambaye amezungumza na kusema kwamba anataka kwenda kuvunja rekodi ambayo imewekwa na kuandikisha historia mpya. Mimi ninachoamini mchezo wa mpira wa miguu ni dakika 90 zijazo, na hakuna timu ambayo inakwenda na matokeo yake kiwanjani. Hivyo
chochote kinaweza kutokea. Kama Michael Yera unabisha juu ya hilo, lakini sasa unasemaje akishinda? Nani? Othman Najah. Atakuwa anafanya kazi yake vizuri na tutampongeza. Unasemaje? Yule mwingine alipata ushindi wa tabu sana Afrika akaondoka. Wewe unakuaje? Uchebe. Uchebe aliondoka kwenye mazingira Mwanambiji. Sijajua nini kilichotokea. Meneja apange kosi bwana meneja. Sijajua nini kilichotokea, lakini kwa hakika Uchebe aliondoka kwenye mazingira Mwanambiji. Mazingira yasiyoelezeka. Kama msemaji juzi alisema watu wasiojulikana kaka. Hata Uchebe aliondoka kwenye mazingira Mwanambiji. Lakini mimi imani yangu ni kwamba Singida Black Stars kwa wachezaji waliokuwa nao, kikosi walichokuwa nacho, kama watafanya homework yao vizuri, chochote kinaweza kutokea kaka. Changamoto ya Singida, unajua wana wachezaji wazuri lakini hawana timu nzuri. Wana wachezaji wazuri lakini hawana timu nzuri.